الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba kuna hadithi kutsi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laulaka lama khalaqtul aflak, yani Mwenyezi Mungu anasema kwamba nisingekuumba wewe nisingeumba dunia na bingu. Ingawa sehemu kubwa ya Waislamu inaamini kwamba hadithi hii si sahihi, lakini imamu wa zama hizi na mpenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufahamisha kuhusu hadithi hii kwamba hadithi hii ni sahihi. Daraja ambayo imeelezwa katika hadithi hii hii inaonyesha ubora wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mbora wa mitume wote. Amekuja kwa ajili ya watu wote mpaka siku ya kiyama. Shani aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni aina hii kwamba kwa kumfuata yeye mtu anapata daraja kubwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepewa muhuri wa manabii, ambao muhuri huu unapopigwa juu ya manabii wote inathibitisha kwamba wale mitume walikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepewa shani ya khataman nabiyyin, kiasi hiki kwamba mfuasi wake amepata daraja ya nabii. Na hii ilikuwa sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mfuasi wake amekuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Ukaribu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Mwenyezi Mungu, hali yake imeelezwa hivi: dana fatadalla, na hii ni hali ya juu ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba hii imekuja kwa ajili ya shani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani maana yake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda juu kisha alishuka chini, na daraja ya mtume sallallahu alaihi wa sallam ni aina hii kwamba mfano wake haupatikani. Katika hii daraja mbili imeelezwa, moja ni suud, yani kupanda juu, na ingine ni nuzul, yani kuteremka. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikwenda kwa Mwenyezi Mungu, yani katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na katika uaminifu alivutika mtume sallallahu alaihi wa sallam kiasi hiki kwamba alipata daraja ya dhanuv, yani kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Dhanuv ni bora zaidi kuliko akrab, ndiyo maana neno hili limetumika hapa. Yani dhanuv
neno dhunub ina maana pana zaidi kuliko akrab. Akrab inaonyesha ukaribu tu, lakini katika neno la dhanub ni ukaribu kiasi hiki kiasi kwamba kuwa kitu kimoja. Anasema sina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha aliteremka kuwa rehema kwa ajili ya wanadamu. Hii ndiyo ni rehema ambayo imeelezwa katika aya isemayo wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yani sisi hatukutuma wewe isipokuwa kuwa rehema kwa ajili ya walimwengu. Na neno la Qasim pia siri yake ni hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu na anawapatia wanadamu kwa ajili ya kuwapatia watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuka katika dana fatadalla, imeashiriwa kupanda kwake na kushuka kwake, na hii ni dalili ya ubora wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa sababu ya kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mbingu na ardhi iliumbwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu alipata daraja ya kuwaokoa watu na kupata ombezi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu alimpatia daraja ya rahmatul lil alamin na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amesema ni sawa sawa na kunipenda mimi. Mambo haya yote yanathibitisha kwamba mbingu na ardhi pia iliumbwa kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mapenzi haya, na hakuna sababu yoyote kwamba tusikubali hadithi hii kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni bahati yetu nzuri kwamba baada ya kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam tumetambua daraja na shani hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelezo ya hadithi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema laulaka lama khalaqtul aflak. Kuna mushkil gani katika hadithi? Katika Qurani tukufu inapatikana khalaqa lakum ma fil ardi jamia, yani vyote vilivyomo mbinguni vilivyomo ardhini ni kwa ajili ya wanadamu wa kawaida. Je, katika watu maalum na katika watu waliochaguliwa, je watu hawawezi kupatikana ambao Mwenyezi Mungu anaweza kuumba mbingu na ardhi kwa ajili yao? Mwenyezi Mungu anaweza kuumba kwa ajili ya watu wake maalum mbingu na ardhi. Adam alipokuwa halifa, katika hii hekima ilikuwa hii kwamba awatumie watu sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri yake, na vitu ambavyo havipo katika nguvu ya wanadamu vinafanya kazi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, kama jua na mwezi. Yani manadamu hana nguvu juu ya hawa, lakini vitu hivi, lakini sawa na amri ya Mwenyezi Mungu vitu hivi vinafanya kazi. Sawa na amri ya Mwenyezi Mungu vitu hivi vyote vinafanya kazi kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na vilifanya kazi zamani na vinafanya kazi sasa hivi pia. Wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam tukio la shakul kamar lilitokea, ilikuwa muujiza, dunia ilishuhudia. Sitaeleza maelezo yake hapa, lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza jambo hili na amethibitisha kwamba hii ilikuwa muujiza, na amesema sehemu moja kwamba hii inaweza kuwa katika sura ya kupatwa kwa mwezi.
kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa bishara kwa ajili ya imam mahdi kwamba katika mwezi fulani na siku fulani mwezi na jua litapatwa. Hii pia ni sawa na kuwa juu ya vitu vya mbingu na ardhi, na magazeti ya wakati huo pia yametoa ushahidi kwamba ilitokea hivyo, kwamba mwezi na jua lilipatwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kueleza jambo hili, lengo langu ni kuthibitisha ubora wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vile vile mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alionyesha miujiza chungu mzima, na miujiza hii inathibitisha ukaribu wake na Mwenyezi Mungu na daraja yake, na mifano yake haipatikani katika zamani. Lakini pamoja na mifano hii yote, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya madai ya makafiri walipomdai mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba uende mbinguni na ukalete kitabu kwa ajili yetu na tukasome, Mwenyezi Mungu alisema kwa sababu ya madai haya kwamba kul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula, yani uambie Mwenyezi Mungu hafanyi hivi, mimi ni mtume na manadamu. Basi daraja yake ingawa ni bora zaidi na mtume sallallahu alaihi bora zaidi kuliko wanadamu wote, lakini kama ni swali ya kuwa mtume na manadamu, Mwenyezi Mungu alimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam kama aliwafanyia mitume wengine. Kama mitume wengine walikataliwa na watu wao na walishuhudia upinzani, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hivyo upinzani ulipatikana wakati wake na unapatikana mpaka leo na wataendelea kupatikana. Ikiwa mitume wengine walifanyiwa mzaha, mtume sallallahu alaihi wasallam pia alifanyiwa mzaha na mpaka leo anafanyiwa. Vile vile watu wa zamani waliowapokea manabii wao, watu wakati mtume sallallahu alaihi wasallam walimpokea yeye, na wakati wake Islam ilienea katika Arabuni na ilienea karibu na nchi za Arabuni, kisha baadaye Islam ilienea duniani na inaendelea kuenea duniani mpaka leo. Na wakati utafika kwamba wengi wa dunia watakuwa chini ya bendera ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa jukumu la mahubiri. Mwenyezi Mungu alisema balligh ma unzila ilayka min rabbik, yoyote inayoteremka juu yako uwafikishie watu. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole na kwa subra na kwa mapenzi ujumbe huu ulifikisha. Maadui wana mshutumu na wanasema kwamba Islam ilienea kwa sababu ya upanga, na Waislamu wengine pia kwa bahati mbaya wana nadharia hii na wana maoni haya kwamba Islam ilienea kwa kutumia upanga. Baada ya kuhama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, vita vya Badri ilipotokea mpaka Sulh Hudaybiyah, vita viliendelea kuendelea. Katika vita vya Ahzab watu walioshirika Waislamu idadi yao ilikuwa 3,000, na mpaka Sulh Hudaybiyah Waislamu walikuwa 1,500 ambao walikwenda na mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini kutoka mapatano ya Hudaybiyah ambayo ni muda wa miaka 5 kutoka mapatano ya Hudaybiyah mpaka ushindi wa Maka, katika miaka 5 waislamu waliokwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam idadi yao ilikuwa 10,000. hii pia ni dalili ya hii kwamba katika muda wa amani ya miaka 2 Islam ilienea haraka sana na ilienea zaidi. Vile vile kuna matukio ya amani na usalama na ya mapatano ambayo nimewahi kueleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hii yote kwa sababu Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba utafanya hii. Bila shaka Mwenyezi Mungu alisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mpendwa wangu na ni karibu nami, lakini desturi ya watu ya kuwatendea manabii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia atatendewa, na Mwenyezi Mungu amesema kwamba wewe pia utatendewa hivi, lakini wewe kwa subra na kwa msamaha utaendelea kufanya mahubiri bila kuchoka, isipokuwa unalazimishwa kupigana, pengine ujitahidi koto kufanya ukali kwa sababu ya mzaha ya watu, waendelea kuonyesha subra ya hali ya juu. Ujumbe wa Islam wa mapenzi yataenea hivi. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza namna gani mambo haya yote na amefanya nasaha gani. Naeleza Mwenyezi Mungu katika sura Qaf anasema, fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tului shamsi wa qabla alghurub, basi vumilia hayo wasemayo na mtukuze Mola wako kwa kumsifu kabla ya kutoka jua na kabla ya kuchwa. Basi Mwenyezi Mungu alimpatia moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shutuma za maadui lazima itapatikana, lakini uendelee kufanya subra. Qur'ani tukufu imejaa na bishara za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake watashinda. Mwishowe anashinda yule ambaye Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja naye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amesema kwa mafundisho ya Qur'ani tukufu, kwa kutumia Qur'ani tukufu uendelee kufanya mahubiri na uendelee kuwaonya watu, na yote aniyemogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nasaha hii na kwa sababu ya onyo hili, na kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu ataboresha dunia yake na akhira yake. Kisha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya shutuma za watu, Mwenyezi Mungu alimwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini katika hali. Mwenyezi Mungu anasema, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil lahum kaannahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar balagun fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Yani basi subiri kama walivyosubiri mitume wenye imara, wala usiwahimizie adhabu siku watakayoyaona walioahidiwa. Itakuwa kana kwamba hawakukaa ila saa moja ya mchana. Huu ndio ufikisho, basi hawatangamizwa ila watu wakosefu. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba nidhamu mpya
ambayo baada ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam ilikadiriwa kwamba ianzishwe, na ile nidhamu ni kudra ya Mwenyezi Mungu, na ile nidhamu imeshaanzwa na kuna wakati maalum kwa ajili ya mafanikio. Kwa hivyo inatakiwa mtu afanye subra. Ewe rasul, ewe mtume, wewe pia na wafuasi wako pia wanatakiwa wafanye subra na waonyeshe imara, na hii ndiyo ni desturi ya manabii wenye imara, kwamba katika mateso na katika imtihani subra inaleta mafanikio, na mafanikio yatakapopatikana na maadui watakapokamatwa, ndipo atajuta kwamba alikuwa akifanya nini, na atafikiria kwamba dunia ambayo nilifikiria kwamba ni kila kitu, kwamba hii haikuwa zaidi ya saa moja. Ikiwa ni swali la kuwakamata maadui, Mwenyezi Mungu ameweka kanuni hii mikononi mwake, na Mwenyezi Mungu alionyesha kanuni hii wakati wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, na aliwaangamiza maadui wa mtume sallallahu alaihi wa sallam kiasi kwamba hawakuonekana. Wameenda wapi wale viongozi wa Maka? Ameenda wapi huyo mfalme ambaye alituma maaskari kwa ajili ya kumkamata mtume sallallahu alaihi wa sallam? Zama mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo maadui wake watakamatwa na itakuwa ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maadui walimsumbua mtume sallallahu alaihi wa sallam namna gani, na walimuita kwa jina gani, na namna gani walijaribu kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Qurani tukufu inasema hivi: sehemu moja Mwenyezi Mungu anasema, waqalu ya ayuhallazi nuzila alaihi zikru innaka lamajnun, na wakasema ewe uliyeteremshiwa mawaidha, hakika wewe ni mvehu. Na hii ilikuwa mzaha wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, bali ni shutuma. Katika mji wa Maka watu wote walikuwa wakimfanyia mtume sallallahu alaihi wa sallam hivi, isipokuwa watu wachache ambao walioamini. Lakini mtume sallallahu alaihi wa sallam anaposhinda Maka anawatendea vizuri wenye Maka. Si wale tu ambao walikuwa wakimshutumu, bali walikuwa wakidhulumu na walilazimisha vita, lakini mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwatendea vizuri. Kisha katika Qurani tukufu katika sura Al-Furqan Mwenyezi Mungu anasema, waqala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun fakad jaau zulman wa zura. Na wakasema wale waliokufuru, sio huu ila ni uzushi aliozusha, na wanamsaidia juu yake watu wengine, basi wameleta dhuluma na uongo. Katika aya hii madhumuni kubwa imeelezwa, lakini lengo la kueleza aya hii ni kwamba baada ya kudai kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walianza kumuita mwongo wale ambao walikuwa wakimuita mkweli. Kisha kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhalimu walisema nini? Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema, waqala zalimuna in tattabiuna illa rajulun mashhura. Wadhalimu wanasema kwamba mnafuata mtu ambaye ni mchawi,
kisha katika aya moja mwenyezi mungu anaeleza waajibu an jaa munziru minhum waqala alkafiruna hadha sahirun kazab, na wakashangaa kwamba wameletewa nabii miongoni mwao, na makafiri wakasema kwamba huyu ni mwongo na ni mchawi, na wakati mwingine walisema mwongo, na wakati mwingine mchawi, na wakati mwingine kafiri. Watu walikuwa wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majina haya, na katika sura mbalimbali waliendelea kumfanyia mzaha, lakini mwenyezi mungu alimsihi mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba afanye subra na afanye maombi, na nasaha hii mwenyezi mungu amewapatia waaminio wote. mwenyezi mungu anasema wala tasmauna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasira, wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur. Bila shaka mtasikia kutoka kwa wale ambao walipewa kitabu na kwa wale ambao wanafanya shirk, mtasikia mambo ya udhia, na katika hali mufanye subra. Bila shaka jambo hili ni la imara sana. mwenyezi mungu ambaye anampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, je kuna kitu kingine cha kumuudhi kwamba asikie maneno machafu kuhusu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na asikie kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafanyiwa mzaha? Hawezi kusikia, lakini mwenyezi mungu anasema mkisikia maneno haya mufanye subra. katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilitoa mfano wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kama namna gani alionyesha subra, na kwa hakika ni subra ile ambayo ni subra hasa, lakini kwa ajili ya hii inatakiwa mtu awe na ucha Mungu. Kwamba dhidi ya mateso ya watu mkifanya subra na mkifanya maombi, basi hii ndiyo ni ucha Mungu. Na tukifanya hivi basi tutaona mwisho mbaya wa maadui, lakini sharti ni kwamba sisi wenyewe tuwe na ucha Mungu. Mwenyezi Mungu katika majibu ya wale ambao walioshutumu Qur'an tukufu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika Qur'an tukufu ameeleza ni hii kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe atawakamata wale maadui. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu kwa kuwajibu maadui amesema katika sura Al-Haqqa, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalila ma tu'minun wa la biqawli kahin qalila ma tazakkarun tanzilu min rabbil alamin. Kwa hakika hii ni kauli ya mtume mwenye heshima, wala hiyo si kauli ya mshairi, ni kidogo tu mnayoamini, wala hiyo si kauli ya kahini, ni kidogo tu mnayojali, ni uteremsho kutoka kwa Mola wa viumbe vyote. Mwenyezi Mungu wajibu wale wote ambao walikuwa wakimuita mchawi na walikuwa wakimfanyia mzaha. Basi hili ni jawabu ya watu ambao walikuwa wakimshutumu Mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini dhidi yake mwenyezi mungu alimsii mtume salallahu alaihi wa sallam na waaminio kwamba wafanye subra ना वो झूठा है और ना जो तुम इल्ज़ामात लगा रहे हो वो तुम्हारे सही इल्ज़ामात हैं बल्कि na mwenyezi mungu hakuwajibu tu wale maadui kwamba mnayosema si kweli, bali mwenyezi mungu alisema kwamba inna kafainaka almustahziin, yaani mwenyezi mungu aliwakamata duniani au katika akhira. Mwenyezi mungu anasema wa amma allazina fasaku famawahum nnar kullama radu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum zuku azab an-nar allazi kuntum bihi tukazzibun wala nuziqannahum min azabil adna duna al-azabil akbar la'allahum yarji'un wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih summa arada anha inna min al-mujrimina muntaqimun. Lakini wale waliofanya uovu basi kao lao ni motoni, watakapotaka kutoka humo watarudishwa humo na wataambiwa onjeni adhabu ya moto ambayo mlikuwa mkikadhibisha, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa, ili warejee watu wakiwa na majuto. Na ni nani mdhalimu mkubwa kuliko yule anayekumbushwa aya za mola wake kisha huzikataa? Hakika sisi ni wajilipizao kwa wakosefu. Basi mwenyezi mungu ambaye anaangalia mja wake mpendwa wake hawaachi maadui bila kuwapatia adhabu, ikiwa hawaachi tabia yao, ikawa hawamwogopi mwenyezi mungu. Duniani mwenyezi mungu anaonyesha ishara kwa ajili ya watu ili wapate nasaha, lakini kama hawapati nasaha basi mwenyezi mungu hawaachi bali anawaadhibu. Mwenyezi mungu amesema kwamba ninayo hiari hii mimi mwenyewe. Kisha mwenyezi mungu anasema kwa kumhutubia mtume sallallahu alaihi wasallam, wasbir kama sabara ulul azme wahjurhum hajran jamila wazarni walmukazzibina uli ni'amati wa mahilhum qalila inna ladaina ankala wa jahiman wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Na subiri juu ya hayo wasemayo na uwaepuke mwepuko wa wema, na niache mimi na wanaokadhibisha walioneemeka, na uwape muhula kidogo. Hakika tunazo pingu na moto wakao na chakula kikwa macho kooni na adhabu imizayo. Basi ikiwa ponde moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba wafanye subra, amewaambia watu wa dunia kwamba neema za dunia zimesababisha kwamba wamekuwa makafiri na watapata adhabu kwa sababu ya hii, na watapata adhabu ya aina hii kwamba itakuwa funzo kwa wengine, na kuwapatia adhabu na fanya kuwa mfano kwa ajili ya mfano kwa wengine. Hii pia ni mikononi wa mwenyezi mungu. Kisha mwenyezi mungu katika sura al-alaq anaeleza kwamba atawaadhibu mwenyewe namna gani. Katika sura al-alaq anasema araita allazi yanha abdan iza salla araita in kana ala al-huda au amara bittaqwa araita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi लन्नस्फम बिन नासिया नासियतिन काजिबतिन खातिया फलियादो नादिया सनद उज़्ज़बानिया. Je, umemwona akatazae mtumishi wa mungu asalipo tahadhari
itakuwaje kama yeye atokee kuwa katika njia iliyo sawa au alitaradia uchamungu? Tena je, umefikiria kama badala yake alikadhibisha ukweli na alikengeuka? Je hajui ya kuwa mwenyezi mungu anaona? Sio kama haachi tutamkokota kwa nywele zake kwa nywele za paji lake, paji la uongo lenye dhambi. Basi na awaite masahaba zake, nasi tutawaita mazabania. Basi leo kuna haja ya kufikiria kwamba ni nani ambaye anaswali na ni nani ambaye anazuia kwamba watu wasiswali. Basi hii ni fikira kwa ajili ya wale ambao wanawazuia watu kwamba wasiswali. Kisha mwenyezi mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi kwa ajili ya nabii wake, wale ambao wanamfanyia mzaha na wanafanya kufuru na wanamtesa ana walaani, na anasema min allazina hadu yuharifuna alkalima mawazihi wa yakuluna samina wa asana wasma ghaira musmain wa raayna layyan bi alsinatin wa ta'anan fi ddini walau annahum qalu samina wa ata'na wasma wanzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahum allahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sura An-Nisa aya 47. Miongoni mwa Mayahudi wamo ambao hubadilisha maneno kutoka mahali pao na husema tumesikia na tumeasi, nawe sikia bila kusikilizwa, na husema raina kwa kuligeuza kwa ndimi zao na kuitusi dini. Na kama wao wangelisema tumesikia na tumetii na usikie na utuangalie, ingalikuwa bora kwao na vizuri zaidi. Lakini mwenyezi mungu amewalaani kwa kufuru zao, basi hawaamini ila kidogo. Basi hii ni laana ambayo itakuwa juu ya wale watu ambao watafuata njia hii ya kumdhalilisha nabii na kumfedhehesha yeye. Kisha kwa kusema Mayahudi kwamba sisi tunamfanyia hivi, yani tunamtesa na tunamsumbua na tunafanya hila dhidi zake. Ikiwa huyo nabii ni mkweli, kwa nini mwenyezi mungu hatuadhibu? Mwenyezi mungu anasema alam tara ila allazina nuhu anin najwa summa yauduna lima nuhu anhu yatanajawna bilismi waludwane wa maasiyati rasule wa iza jaauka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yakuluna fi anfusihim lawla yu'azzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawna fa bi'sal masir. Je, huwaoni wale waliokatazwa kushauriana kwa siri kisha wakayarudia walioyakatazwa na wanashauriana kwa siri juu ya dhambi na jeuri na kumwasi mtume, na wafikapo kwako wana kuamkia kwa maamkio asiyo kuamkia mwenyezi mungu, na husema katika mioyo yao, mbona mwenyezi mungu hatuadhibu kwa haya tuyasemayo? Jahanamu itawatosha, wataingia nayo, ni mahali pabaya sana pa kurudia. Mayahudi walikuwa wakijia katika hafla za mtume sallallahu alaihi wasallam, au walikuwa wakikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na badala ya kusema assalamu alaikum walikuwa wakisema assalamu alaikum. Yani walikuwa wakitaka kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nimewahi kueleza hadithi mbalimbali,
masahaba walipokuwa wakisema kwamba je tumuue, lakini mtume saa salam alikuwa akisema kwamba hapana, kwa sababu ya hii kwamba kwa sababu ya matusi yao Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu ambayo Mwenyezi Mungu atawapatia kuwa fukuza katika jahanamu ni adhabu kali zaidi kuliko adhabu ya dunia. Kama nimewahi kueleza kwamba ingawa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mpendo wa Mwenyezi Mungu na silsila ya unabii wake utaendelea mpaka siku ya kiyama, yeye ni mbora wa manabii wote, lakini pamoja na hayo yote mtume sallallahu alaihi wasallam kama manabii wengine wote, mtume sallam alipata upinzani wa hali ya juu, na kila wakati Mwenyezi Mungu alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ufanye subra kama manabii wenye imara walifanya subra na walifanya maombi, na vile vile waumini wako pia wanatakiwa wafanye hivi. Kisha Mwenyezi Mungu akasema mwenyewe kwamba nitawakamata hawa maadui namna gani kwa sababu ya mzaha yao na kwa sababu ya matusi yao. Nitawaadhibu wengine hapa duniani na wengine nitawaadhibu katika akhira. Lakini kama maadui wanalazimisha wita, basi mnaruhusiwa kujilinda. Ikiwa nyinyi hamtaruhusiwa kujilinda, basi watu hawa wataharibu amani ya watu wa dini zingine zote. Mwenyezi Mungu aliendelea kuwakamata maadui namna gani, mifano yake inapatikana chungu mzima katika Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anasema tabat yada abi lahabi wa tab, yani iangamie mikono miwili ya Abu Lahab, naye pia angamie. Abu Lahab alikuwa ammi, baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokusanya jamaa zake kwa ajili ya kuwahubiri, huyu Abu Lahab alitumia maneno ya matusi dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ambaye ni mkweli katika ahadi zake, Mwenyezi Mungu alimkamata huyu namna gani? Inapatikana katika riwaya moja kwamba katika safari moja umbwa wa pori walimshambulia na walimkata vipande vipande. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mpendwa wa Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kiyama, ahadi zote ambazo Mwenyezi Mungu alizofanya zitaendelea kutimia mpaka siku ya kiyama. Katika kila zama maadui wa Islam waliendelea kupata adhabu na wataendelea. Mwenyezi Mungu aendelee kutuonyesha daraja na shani kubwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi yake, na sisi kwa hakika tuweze kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu katika maisha yetu, na tujitahidi kuwa waaminio ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alitutaka tuwe waaminio. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر